Wokovu sio matendo mazuri ambayo unayafanya wewe, sio sadaka kubwa unazozitoa wewe. Mtu asikudanganye. Na watu wengi wameshindwa kupokea wokovu kwa sababu hawaijui siri hii. Huna pesa, huna vitu ambavyo unaweza kuvifanya kulipa ili usihukumiwe hukumu hii, hukumu ya kufa, kifo cha kawaida. Lakini hukumu ya pili ni kutengwa milele, usimuone Mungu. Hiyo iko kwa kila mwanadamu, iko juu ya kila mwanadamu, na hakuna mtu mwanadamu yoyote ambaye anaweza kuilipa isipokuwa ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Na Mungu alilipa kwa njia ya Yesu. Yesu ndio alikuja kulipa ile deni, ile gharama ile. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Wakolosai 2:13-15, hii ndio siri ya wokovu. Ukielewa siri ya wokovu hii, utapata wokovu, utaokoka. Wokovu sio matendo yako mazuri. Kuna watu wengine wanasemaga, bana, mbona mimi situkani watu, siibi, sichonganishi watu, ni mpole, kwa hiyo nitaenda mbinguni. No. Hiyo sio gharama ya kulipa kutoka kwenye hii hukumu aliyohukumiwa mwanadamu wa kwanza. Gharama ya kulipa ili utoke kwenye hiyo hukumu, ili usihesabiwe hukumu ile, ni kifo. Na ndio maana Yesu ilibidi afe, atoe uhai wake. Anasema, natoa uhai wangu ili iwe fidia ya wengi. Kwa maana yake mtu ambaye hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, hajaikubali hii kazi aliyoifanya Yesu Calvary, maana yake mwili wake, roho yake, nafsi yake, mawazo yake, fahamu zake zinakuwa bado zina ile hali ya kutunza uchafu. Kwa hiyo Yesu ndio alikuja kulipa hii gharama ya kifo, ya badala ya sisi tutengwe milele na Mungu, yeye akatoa uhai wake. Yeye akatoa uhai wake ili sisi sasa tufutiwe hii kesi. Tufutiwe hii kesi. Kwa lazima kila mmoja hii aikubali kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndo namba moja. Hata wokovu ndio njia yenyewe hiyo, kwamba lazima uamini Yesu alikufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Sio matendo yangu, sio sadaka zangu. Lazima uikubali kazi ya msalaba. Ukishaikubali kazi ya msalaba, ndipo sasa unapata haki ya kupewa neema ya kushinda dhambi. Kwa maana kuna watu leo wanajitahidi kushinda dhambi kwa nguvu zao, kwa discipline, kwa kujiwekea mipaka. Kuna watu ambao wamejifungia, unakuta labda anavaa vazi kubwa hivi ili asitamani au asitamanishe watu, akifikiri ndio juhudi zake zitakazompa utakatifu. No. Utakatifu tunaupata kwanza, hatua ya kwanza ni kuipokea ile kazi ya Yesu aliyoifanya msalabani. Tunafutiwa madeni yetu. Kwa maana mtu akimkataa Yesu na kazi yake aliyoifanya pale Calvary, hawezi kupokea wokovu, hawezi kumuona Mungu. Hiyo ndio hatua ya kwanza.